Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kufuatana pamoja nasi, na umewadia tena wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinaletwa kwako na watumishi wa Mungu. Kwa wewe ambaye msikilizaji unatupata kwa masafa ya 94.7 Bariadi, bila kusahau Mtwara 98.9, Moshi huko 93.1, Liwale 91.1, sambamba nikirejea Babati 97.1. Endelea kubarikiwa na wasaa huu. Basi mwalike ndugu, jamaa, marafiki ili tuweze kupata mibaraka hii kwa pamoja popote ulipo, na Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Ninayekukaribisha katika wasaa wa kipindi hiki mimi ni Lea Thomas. Endelea kubarikiwa popote ulipo, na Bwana akazidi kuwa pamoja nawe unapoendelea kubarikiwa na neno hili. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Penzi msikilizaji wa AWR, niwakaribishe katika kipindi kisemacho Ijue Kweli. Ijue Kweli ni kipindi ambacho kinasimamiwa na wainjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni hapa Dar es Salaam. Wainjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni hapa Dar es Salaam. Kipindi hiki cha Ijue Kweli leo tunakujia na somo linalosema Mungu mwenye tabia ya upendo. Mungu mwenye tabia ya upendo. Na tuombe tunapokwenda kuanza somo letu la leo. Mungu mwenye tabia ya upendo, tunakushukuru masaa haya kwa upendo wako huu ulio mkuu katika maisha yetu. Umefanya vingi kwa ajili yetu, hata jinsi tulivyo ni kwa upendo wako tu. Tunakuomba tunapojifunza upendo wako masaa haya, Baba, Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi, akae pamoja na msikilizaji wetu, ili akabarikiwe na hatimaye akaendelee kukuamini kama Mungu mwenye upendo. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Katika somo la leo la Mungu mwenye tabia ya upendo. Unajua upendo ni tabia. Upendo ni tabia. Na kwa sababu ni tabia, tabia hii ni ya Mungu. Na kama mwanadamu anasema ana upendo, ujue hiyo tabia amerithi kutoka kwa Mungu. Hiyo tabia ya upendo hajaipata popote pale isipokuwa ni kwa Mungu. Na wanadamu wengi wamehoji uwepo wa Mungu kwa sababu ya hali tunazokutana nazo katika maisha. Wakati fulani unaweza ukawa umepitia uzoefu mgumu wa kuondokewa na ndugu wapendwa, umepitia uzoefu mgumu wa kukosa chakula kwa muda mrefu, umekaa na njaa kwa muda mrefu, umepitia uzoefu wa vifo, magonjwa ya muda mrefu. Wakati fulani umekosa hata matumaini, lakini wakati fulani umepata ajali. Vitendo vingi vinavyodhihirika katika sayari hii ya dunia, hasa nyakati hizi za mwisho. Wakati fulani wanadamu wameingiwa mashaka ya uwepo wa Mungu kutokana na matukio haya yanayotokea. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:1 inaonyesha uwepo wa Mungu na kazi aliyoifanya ya tangu milele. Tangu milele. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwamba huyu Mungu alikuwepo, na kwa sababu alikuwepo, kuna jambo alilifanya, jambo la uumbaji. Lakini Isaya 46 mstari wa 9 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Mstari wa 10 anasema, nitangazae mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama,
nami nitatenda mapenzi yangu yote. Huyu ni Mungu ambaye anajua mambo ya mwisho tangu mwanzo. Hata mambo yanajitokeza katika maisha yetu leo ni ishara ya kwamba Mungu anajua. Yaani hali ulio nayo masaa haya, Mungu alijua. Mungu alijua wakati ulio nao sasa utakuwa hivyo ulivyo. Mungu alijua. Lakini Mungu alijua pia ya kwamba maisha yetu siku zote yatakuwa hatarini ikiwa tutakaa mbali naye. Ndiyo maana ametangaza mambo ya mwisho yatakayotokea katika dunia hii tangu mwanzo. Yaani tangu leo hii tunajua habari za mwisho wa dunia, jinsi ambavyo hukumu itakavyokuwa. Hivyo Mungu ametangaza haya makusudi ili tulio wake leo tuweze kutambua kwamba huyu Mungu ni kweli na hali hii aliyezungumza itakuja kutokea. Kwa hizi ni sifa za Mungu za kutambua mambo ya mwisho tangu mwanzo. Lakini anasisitiza kwa kina kwamba shauri lake litasimama. Hii inadhihirisha kwamba Mungu si kigeugeu. Akisema neno linakuwa. Akisema neno linakuwa. Mtu mmoja aliwahi kuimba kwamba Bwana akisema au Bwana akikubariki hakuna atakayepinga. Bwana akisema uokolewe hata shetani hawezi kupinga. Bwana akisema ufanikiwe hakuna atakaye kushusha chini. Bwana akisema, Mungu akisema anakuinua hakuna atakaye kushusha chini. Hivyo matokeo haya yanategemeana na chaguzi zetu. Je, tunamruhusu Bwana aseme katika maisha yetu? Maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa kumpatia uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo mambo mengi yanajitokeza katika maisha yetu leo, si tu vile ambavyo Mungu alituumba, lakini pia ni vile ambavyo tunachagua kuwa. Mungu amenena baraka kwa wale ambao watachagua kumwamini na kutembea katika kweli yake. Lakini Mungu amenena baraka, amenena laana kwa wale ambao wataenda kinyume naye. Sasa haya matokeo yanatokana na vile ambavyo ni chaguzi zetu. Lakini pia Zaburi 24:1 anasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inaonyesha kwamba Mungu ni mtawala. Mungu ni mtawala, anatawala vyote. Hata hivyo vilivyomo katika mikono yako si vyako, ni vya Bwana. Lakini anasema dunia na wote, si vyote, na wote wakaao ndani yake, akimaanisha pamoja na wanadamu ni mali ya Bwana. Hivyo sisi tumeumbwa, kwa kuwa tumeumbwa, hatuna tunachomiliki isipokuwa. Katika Mwanzo 1:26 Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba ili atawale vilivyoumbwa na huyu Mungu. Mungu aliyemuumba kwa sura na kwa mfano wake. Ya Isaya 41 mstari wa 10, huyu Mungu anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huyo ni Mungu mwenye tabia ya upendo ambaye anasema tusiogope. Tusiogope maana yeye yu pamoja nasi. Tusifadhaike mambo anapokuwa magumu, shida za dunia zinavyojaa juu yetu, magonjwa haya yaliyokithiri katika familia zetu, tumaini tulilolikosa kutokana na aina ya maisha wakati mwingine hata ya kumwamini yeye tuliochagua. Vita imekuwa kubwa juu yetu. Mungu kupitia nabii wake Isaya anasema,
usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Ikiwa unamwamini Mungu, kumbuka hili, Mungu anasema usifadhaike. Na wote tunajua na tunatambua kwamba kinachotufanya kufadhaika ni nyakati ngumu tunazozipitia. Hivyo Mungu anatusii siku hii ya leo ya kwamba tusifadhaike, akimaanisha ya kwamba katika nyakati hizo zinazotaka kukupelekea kufadhaika, yeye yuko pamoja nawe. Maana yake ni kwamba Mungu aliyekuwa pamoja nawe nyakati za raha ni Mungu huyo huyo atakayekuwa pamoja nawe nyakati za shida, nyakati za taabu. Anasema atakusaidia. Vipo vita vinavyopiganwa juu yetu. Wakati mwingine tunaweza kudhani hatuna msaada, lakini Mungu mwenye tabia ya upendo amesema na ameahidi ya kwamba atatusaidia. Na katika kutusaidia atatushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya! Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Nikikumbuka kile kisa cha Petro alipotembea juu ya maji, lakini alipoanza kuzama, Petro aliomba, Bwana niokoe, ninazama. Yesu alimpa mkono wake wa kuume, akamshika, akamuokoa. Nasi mambo ya dunia hii yanapotuzamisha vilindini, yanapotuondoa katika uwepo wa Bwana, Bwana yuko tayari kunyoosha mkono ule alionyoosha akamshika Petro asizame, ndio mkono huo atakaonyoosha leo, nasi tusiondolewe katika uwepo wake. Lakini Zaburi Isaya 43 mstari wa 1 mpaka wa 2 anasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Haleluya! Usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Huyu ni Mungu mwenye tabia ya upendo, Mungu asiyezuiliwa na chochote wala na lolote. Anamwambia Yakobo ya kwamba mimi niliyekuumba ninakuambia usiogope. Kwa nini usiogope? Kwa sababu nimekukomboa. Unajua, mwanadamu alipoumbwa katika ukamilifu wake alianguka dhambini, na alipoanguka amekuwa akiishi maisha ya kujawa na hofu hasa ni kwa namna gani atarejea katika uwepo wa Bwana. Hivyo mwanadamu alipotenda dhambi alienda mbali, alikimbia, dhambi ilimtenga na uso wa Bwana. Kwa hiyo mwanadamu leo anatafuta njia ya kumrudia Bwana. Ni katika wakati kama huo Bwana anasema, usiogope, maana nimekwisha kukukomboa. Na anasema nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Ninazungumza habari ya mtu fulani ambaye anateswa na urahibu wa dhambi fulani, kiasi kwamba hata marafiki wakikuona wanakuita kwa jina la dhambi. Aidha ni ulevi, wakikuona unasikia wakisema mlevi huyo. Aidha ni uzinzi, wakikuona wanakuita kwa jina la dhambi, mzinzi, mlevi, mwizi na hasira. Yani wanakukatia majina kulingana na tabia mbaya ulionayo. Lakini Mungu akikuona anasema wewe u wangu, maana nimekukomboa. Mungu akikuona anakuhurumia, anasema wewe u wangu. Na natamani masaa haya ya leo, wewe msikilizaji wa AWR, utambue ya kwamba
Bwana amesha kukomboa. Hivyo watu wanapokuonyeshea kidole kwa dhambi ulio nayo, mwambie Bwana amesha niokoa, nasi tutembee katika wokovu huo ili tuweze kupata thawabu yetu. Lakini mstari wa pili anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Maji mengi yanaweza kawa ni changamoto za dunia. Njaa, ada za watoto zinasumbua, amani hakuna katika ndoa, magonjwa ya leo, vita vimekuwa vikali kwa nje hata kwa ndani, hatuna pa kutokea. Ni wakati kama huo Bwana anasema nitakuwa pamoja nawe. Natamani wakati fulani ufumbe macho uone uwepo wa Bwana katika magumu unayopitia. Natamani wakati fulani utafakari, upate muda wa kutafakari, uone namna ambavyo Mungu anatamani hata akusaidie kuishi maisha ya nyakati za tabu unazopitia. Wakati mwingine kuna hatari ambazo Mungu amekuepusha kwayo, ni basi tu kwa sababu hutambui. Wakati fulani hata katika ajali tunavyonusurika katika kuhadisia kwetu, unaweza ukasema ya kwamba pale nisingalifanya hivi mimi ningalikufa. Si kweli, ni huyu Mungu mwenye tabia ya upendo alikuepusha. Na hata haka ukakovu kadogo ilikuwa tu ni ishara ya kwamba lilikuwa kubwa zaidi ya hilo, isipokuwa Mungu mwenye tabia ya upendo aliingilia kati. Ewe mwanadamu unayehoji uwepo wa Mungu kupitia changamoto unazopitia, unayehoji uwepo wa Mungu kupitia maisha ya matatizo, vifo, njaa na magonjwa na ajali na vitendo vya kikatili vinavyoendelea katika ulimwengu huu wa leo, jioni ya leo, usiku wa leo, siku ya leo, ninakwambia kupitia AWR ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye tabia ya upendo. Hata katika nyakati hizo Mungu bado yuko pamoja nawe. Tumuombe Mungu atufumbulie macho tuweze kuona uwepo wake na tabia yake hiyo ya upendo. Lakini pia katika Daniel sura ya 2 mstari wa 21 neno la Mungu linasema, yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu ana mamlaka yote. Na kwa kuwa Mungu ana mamlaka yote, anaweza akampa mamlaka yeye amtakaye. Na akisema unatawala, mwisho hapa ni unakomea hapo. Haijalishi unakomea hapo kwa namna gani, lakini ni lazima itakomea hapo. Hivyo katika kitabu cha Daniel sura ya 2 kuna falme ambazo zimeonyeshwa pale, na Mungu alisema kupitia ndoto ya kwamba ufalme wa kwanza utatawala kwa muda, lakini ufalme wa pili utakuja, ufalme wa tatu utakuja, ufalme wa 4 utakuja, hata jiwe lile linalomwakilisha Yesu Kristo naye atakuja, na ndivyo itakavyokuwa. Lakini katika nyakati hizo hawa wafalme walitumia nguvu nyingi ili kuendelea kudumu katika madaraka, lakini haikuwezekana. Kwa nini? Kwa sababu anayewaweka wafalme ni yeye, anayewaondoa wafalme ni yeye, na sababu anazo yeye. Hivyo Mungu ni mmiliki, Mungu ni mtawala, Mungu maamuzi yake hayaingiliwi na yote, lakini yote hayo anayatenda katika upendo. Anatenda katika upendo. Mungu mwenye tabia ya upendo. Yeremia 31 mstari wa 3 neno la Mungu nasema, Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ndiyo maana anatuvuta kwa upendo wake. Anakuona maisha ya shida unayoisha, anakuona namna ambavyo unatumikishwa na ibilisi, anakuhurumia, anajitahidi kukuvuta, lakini tumekuwa na mioyo migumu, hatuvutiki. Mungu anasema kupitia nabii huyu Yeremia ya kwamba anaendelea kutuvuta kwa fadhili zake, anaendelea kutuvuta kwa upendo wake. Zaburi 34:3 na 4 neno la Mungu linasema, mtukuzeni Bwana pamoja nami,
na tuliadhimishe jina lake pamoja. Na alimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Hivyo mpendwa msikilizaji wa AWR, katika maisha yako, mtunzi huyu aliongozwa na Mungu katika Zaburi 34 anatuaminisha kwamba tumtukuze Bwana. Kwa nini tumtukuze Bwana? Maana yeye alipomtafuta alimjibu. Yeye alipomtafuta alimjibu. Alipokuwa mgonjwa alimponya. Alipokuwa na hofu alimuondolea zote. Anatamani nasi tuweze kupitia uzoefu huu wa pekee. Katika nyakati ngumu tulizo nazo, zisitupelekee kuwa na mashaka ya uwepo wa Mungu, bali zitupelekee kumtafuta ili ajidhihirishe kwetu. Yatupelekee kumtafuta ili atujibu maombi yetu, lakini atuponye, lakini atuondolee hofu. Hofu ni mbaya. Hofu inaua. Hivyo Mungu atusaidie, atufumbulie macho tuone namna Mungu alivyo wa upendo, ni tofauti na hali za ulimwengu huu zinavyomtambulisha. Waebrania 13:5 anasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sintakupungukia kabisa, wala sintakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sintaogopa mwanadamu atanitenda nini. Mtume Paulo akiongozwa na Roho wa Mungu katika kuandika ujumbe huu kwa Waebrania, anasema, anatusii, anatushauri, anatuasa tusiwe na tabia ya kupenda fedha. Kutokupenda fedha haitufanyi tusitafute fedha, lakini natufanya tuwe na kiasi katika kutafuta fedha. Watu wengi leo hawana ratiba za kuhusiana na Mungu wao kwa sababu ya kazi. Habari za ibada, nimechelewa kazini. Habari za kutunza ibada takatifu, niko busy kazini. Yote ni katika maisha ya utafutaji. Hasa katika miisho ya ulimwengu huu, watu wengi wamekuwa wakijipenda nafsi kwa kuwa wameipenda fedha, wanaitafuta fedha kwa nguvu zao zote. Leo naacha nikuambie kwamba tafuta fedha kwa nguvu zako zote, lakini kumbuka kuwa na kiasi. Kutafuta kwako fedha kusimfanye Mungu akawekwa pembeni. Lakini anasema muwe radhi na vitu mlivyo navyo, mtosheke na vile ambavyo Bwana amewabarikia, kwa kuwa yeye mwenyewe Mungu alisema, sintawapungukia kitu kabisa, wala sintakuacha kabisa. Mungu ni Mungu mwenye tabia ya upendo. Hivyo yatupasa kujua kwamba unapofunga biashara yako kwa sababu ya kwenda kumwabudu Mungu, Mungu hata kupungukia. Unapoacha kazi zako kwa sababu ya kwenda kumwabudu Mungu, kumbuka Mungu hata kupungukia, na kamwe hutapoteza lolote, maana Mungu amesema atakuwa pamoja nawe. Leo watu wamehofu, kesho nitaishije? Hawahofu kesho nitafikaje. Wanahofu kesho, wanahofu matumizi ya kesho. Kesho nitaendaje kazini? Kesho nitakunywaje maji? Kesho nitapataje chakula? Kesho. Hatufikiri habari ya kufika kesho, maana anayetufikisha kesho ni Mungu. Hivyo yatupasa kusafiri pamoja naye. Hivyo mpendwa msikilizaji, kumbuka Mungu ni wa upendo. Ni changamoto gani unayepitia katika maisha yako? Hata usione upendo wa Mungu katika maisha yako, uone magumu unayopitia kama sehemu ya maisha yako, usione Mungu akitenda. Mtunzi mmoja wa Biblia anasema, mwandishi mmoja katika Biblia anasema, onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anatualika nasi leo
tuonje uwepo wa Bwana kwa kujihudhurisha katika nyumba za ibada, kwa kufanya maombi, kwa kuamini neno takatifu, yani Biblia, ambayo inamfunua yeye Mungu, ambayo inatuonyesha uwepo wetu. Rafiki msikilizaji wa AWR Sauti ya Matumaini, acha nikuambie usiku huu wa leo na siku ya leo, Mungu wetu hana mwanzo wala hana mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, lakini sisi tuna mwanzo na tuna mwisho. Hivyo lazima tukubali kuwa tegemezi. Ni wapi pa kutegemea? Ni kwake Mungu Mwokozi, Mungu Muumbaji, ambapo tunapaswa kutegemea. Kama si yeye, sisi si kitu. Hivyo anamwambia mtumishi wake ya kwamba nalikujua, hivyo usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Huwezi kuwa pamoja na usiyemjua. Lazima unayekuwa naye pamoja ni yule ambaye unahusiana naye. Ukiangalia hata katika maisha ya leo, kila leo, hata katika simu zetu, tuna namba za watu wengi ambao hatujui mara mwisho tuliwasiliana nao lini. Hivyo hata leo anaweza akakupigia simu ukadhani ya kwamba ni namba geni, lakini kumbe ni mtu ambaye alikuwa naye karibu, lakini kafika wakati mkapotezana. Ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kiroho. Usipoendelea kuhusiana na Mungu siku hata siku, hatimaye unaendelea kusogea mbali. Unaendelea kwenda mbali, unaendelea kupotea. Unaanza kutumaini fedha, unaanza kutumaini mali, unaanza kutumaini watoto, unaanza kutumaini wenza ambao wana mwisho, watoto ambao wana mwisho, fedha ambazo zina mwisho, maisha ambayo yana mwisho. Hivyo vema itakuwa ni hili kumtumaini Mungu mwenye tabia ya upendo, anayetujua leo yetu, anayetujua kesho yetu, anayejua na hata hatima ya maisha yetu. Hivyo mpendwa msikilizaji wa AWR, nikualike tuendelee kumtumaini huyu Mungu ambaye amejitoa kuwa nasi katika nyakati zote za maisha yetu, iwe nyakati ya raha, iwe nyakati za shida, yeye anabaki kuwa Mungu. Hivyo mpendwa msikilizaji, ikiwa ni imani yako, ikiwa umesema Mungu naomba unisaidie nikutazame wewe tu, Mungu naomba unisaidie nikufahamu wewe ulio na tabia upendo, Mungu naomba unisaidie katika magumu yangu uwe pamoja nami, katika mapito yangu uwe pamoja nami, popote pale ulipo ninapokwenda kukuombea, elekeza moyo wako, achia moyo wako wazi, ili Mungu apate nafasi ndani yako, ili katika kila hatua ya maisha yako yeye awe pamoja nawe. Basi tuombe. Asante Mungu wetu mwenye tabia ya upendo, tunakushukuru sana usiku huu wa leo, kwa kuwa umeendelea kutupigania, kwa kuwa umeendelea kutuongoza, kwa kuwa umeendelea kutulinda. Tulikuwa tufahamu upendo wako ulivyo mkuu, lakini leo tumepitia uzoefu huu wa kukufahamu. Kumbe unatujali kiasi hiki, nasi tuko tayari kukufanya kuwa kwanza katika maisha yetu. Umeahidi ya kwamba hutatupungukia. Hivyo tusikie Bwana tunapokuomba, na wasikilizaji wetu popote pale walipo, kule Singida, kule Bariadi, kule Mwanza, kule Dodoma, kule Katavi, Yesu, Dar es Salaam, hapa Morogoro, Babati, Manyara, popote pale Bwana walipo, embu pata nafasi katika mioyo yao, lainisha mioyo yao, ili wakaendelea kufaidi uwepo wako katika maisha yao. Wewe ni Mungu mwenye upendo, na utabaki kuwa upendo milele hata milele. Baraka zako ziendelee kuwa pamoja nasi, kwa kuwa nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji wetu popote pale ulipo, ikiwa kuna swali, ikiwa unahitaji maombi, ikiwa kuna ushauri unahitaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia namba 0759533933. Utaendelea kushirikiana pamoja nasi katika vipindi hivi, na Mungu akubariki sana.